Na sasa karibu moja kwa moja Azam Complex Chamazi, mchezo wa kirafiki baina ya Yanga dhidi ya African Lyon. Na ndio timu zinatoka kule ndani hivi sasa kwa ajili ya mtanange wenyewe. Kikosi cha Yanga wakiwa wamepiga uzi wao wa kijani, hali kadhalika huku nako African Lyon wakipiga uzi wao ule wenye rangi ya chenza. Timu zote mbili wachezaji wake wanaonekana wakiwa wapo katika hali nzuri kabisa kuweza kutoa ushindani, na Ibrahim Kaimba ndiye mwamuzi atakayechezesha mchezo huu wa leo. Na hii ndiyo kikosi cha timu ya Yanga. Mlinda mlango Ramadhani Kabwili anapata fursa ya kuanza, Yasin Mustafa kama kawaida, lakini Adeyum Sale naye anapata fursa hii leo, wakati Waziri Junior ataongoza ile safu ya ushambuliaji na Michael Sapong. Hali kadhalika ya Yanga chenyewe kinaanzia kwenye bench, Victor Lawrence kikosi cha timu ya African Lyon, hali kadhalika Allen Focus, bila kusahau Kasim Yusuf. Ni kikosi ambacho kimeonekana kuwa ni wanatumia mfumo wao ni 4-4-2. Cedric Kaze, mtaalamu huyu aliyebobea katika kufundisha soka, huwa akiwa amebobea sana kwenye soka la vijana. Nizar Kharfan huyo mchezaji wa zamani wa timu ya Yanga Moro United, lakini pia aliwahi kucheza kule Vancouver. Saidizi kutoka kwa wasaidizi wake. Karibu sasa mtazamaji wa Azam TV, lakini pia unaendelea kuyapata matangazo haya kupitia UFM 107.3 kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam, Zanzibar, Pwani na maeneo ya jirani. Anacheza akitokea pembeni Kuba Sonye na Michael Sapong. Jedwani kuna Tariq Kisinda, mapema zaidi Yanga wanaandika bao la kwanza. Tuisila Kisinda, mchezaji ambaye hatakiwi sana kuwepo katika eneo la wazi la ushambuliaji, inamchukua dakika ya kwanza kuwanyanyua mashabiki wa timu ya Yanga. Ni nafasi ambayo mabeki wa timu ya African Lyon itabidi wajilaumu wenyewe baada ya kumwacha katika nafasi nzuri ya kuweza kupachika mpira ule ndani ya nyavu. Makosa yamefanyika. Tuisila Kisinda katika performance bora sana katika michezo ya karibuni. Weka ndefu huko Yakob bado anakwenda tena, cheza mpira, bao la pili. Linda mlango akiwa hana la kufanya. Victor Lawrence anautazama tu mpira ule unajaa ndani ya nyavu. Yanga 2, Yakob anamnyanyua Cedric Kaze akishangilia lile bao. Hichi ndicho ambacho Cedric Kaze alikuwa anatamani kukiona. Hichi ndicho ambacho Cedric Kaze alikuwa anakitafuta, na hichi ndicho ambacho walikuwa wanakisubiri kwa muda mrefu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga, kuona namna gani ambavyo klabu yao inaweza ikawa bora katika eneo la ushambuliaji. Dakika 6, magoli mawili na hatari zaidi katika eneo lao la mwisho, hasa final third, kwa maana 3 ya mwisho ya uwanja. Tuisila Kisinda imepita ile, bado anawahi tena chezo huku, weka tena moja kwa moja. Inaonekana maji yameuzidi unga mapema zaidi. Ametoa nahodha Musa Januari na sasa Nizar wapo nyuma kwa magoli 2-0. Kibwana dhambi alikuwa Emmanuel Daudi yule. Emmanuel Daudi anamfanyia madhambi Michael Sapong, na Sapong anaambia mwamuzi mara ya pili hii. Ya wapigaji wazuri wa mipira ya adhabu, mara hii ameanza. Weka tena, simama imara, wanacheza vizuri African Lyon. Tolewa mpira nje. Haya, kwenda tena, ingia tena, bado anacheza, unatolewa nje. Kona kwenda Kalala, kacheza ile Jihad. Yakuba anaingia kwa kasi zaidi na akitumia ule mwili la lango la Yanga. Tuisila Kisinda, tuta anakataa mlinzi wa timu ya African Lyon, anasema hapana, kadi ya njano. Musa Januari huyu nahodha, tunahitaji kuona picha za marejeo zaidi. Naam. Juma Bomba amesimama, alimzuia kwa kutumia nguvu, anampiga kiwiko kama kawaida. Michael Sapong, bao la 3.
amekuwa mahususi kwa upigaji wa mikwaju ya penalty kwa upande wa Yanga. Yanga kwa muda mrefu ilikuwa inakosa mtu wa kupiga mikwaju ya penalty. Faraja kwao. Hiyo hapo unaweza kutazama, amempiga katika shingo, kono lienda kwenye shingo, lakini Twisila Kisinda kalalamika amechezewa madhambi katika mdomo wake, na hii sasa inaashiria Emmanuel weka katika himaya, lakini ndio ameunawa. Kasim Yusuf anafanyiwa madhambi, anaekewa kibunda na Adam Kiondo, ya nitegeshea Emmanuel Daudi. Naam, weka pale, go! Nimesema si eneo salama sana kwa upande wa Yanga na kwa wapigaji wazuri wa mipira ya adhabu. Alimchungulia tu goalkeeper Ramadhani Kabwili amekaa vipi, na umekwenda kule kule ambapo mara nyingi wataalamu wengi na wadadisi wa masuala ya kabumbu wanasema mlinda mlango yoyote hawezi kufuata mpira ule unaokwenda kule. Yani nilimtaja hapa Mwarami Abdallah, kijana ambaye nimesifu matumizi mazuri ya mguu wake wa kushoto, na amelidhihirisha hilo katika mpira wa adhabu ndogo, akichafuta engo nzuri kabisa, na jaribio la kwanza la African Lyon linakuwa ni on target na goli. Wote foul, goli zuri. Kabwili amefunga katika upande ambao mlinda mlango ndio ambapo anapaswa kukaa na kufanya. Juma Makapu Mondosha African Lyon, Twisila Kisinda, Said Juma Makapu weka sasa Tukik. Kisinda dhambi. Moja kati ya tabu kubwa ya wachezaji wa African Lyon wanapokutana na Twisila Kisinda, wanakwenda wawili wawili ama watatu wanamvaa, inakuwa shida kidogo. Ni mchezaji ambaye Adeyoun Ahmed weka kule, mpira unakwenda nje. Faulu ile ya Waziri Junior, Mambo alimsukuma, japo Yakuba Sonya alikuwa katika nafasi nzuri ya kufunga na akautoa mpira nje. Hiyo hapo tafsiri ya mwamuzi ile, alisukumwa Musa Januari na Michael Sapong anaonekana amepata dhoruba. Twisila Kisinda ndio pigwe kuelekezwa lango la timu ya Yanga. Zawadi Mawia aliingia kwa kasi na kadi ya njano, wameonyeshwa kadi ya njano ya alistahili. Naam, huyo ni Dr. Mbete Mshindo Msola, wameitumikia timu ya taifa Tanzania. Kwenda vizuri, piga shuti kubwa sana. Mpira ni mapumziko, dakika 45. Yanga wanakwenda mapumziko wakiwa na hazina ya mabao matatu. Michezo kadha wa kadha na mchezo hapa, lakini timu zote mbili zikiwa zimerejea na dakika nyingine 45. Karibu sasa msikilizaji wa 107.3 UFM, hali kadhalika mtazamaji wa Azam TV, moja kwa moja tunakuleta kwa mara nyingine. Wamefanikiwa nyanyua vizuri, tumia akili sana, lakini mipango imekataa zikubwa sana kuweza kuzuia. Kona ya 5 hiyo, najaza na mimina kule, refa anasema twende. Wachezaji wa African Lyon wanaomba hekima ya muamuzi, asubiri picha za marejeo. Hapana, muamuzi alikuwa sahihi. Michael Sapong, mpira ule haukumgonga katika mkono wake, basi utajikuta umewekwa katika wakati mgumu. Siku hizi wakina mama wanakwenda sana katika viwanja vya mchezo wa mpira wa miguu. Uhuru Suleiman Mwambungu anaingia kuchukua nafasi ya Hamisi Punje. Pale Michael Sapong anakwenda nje na Carlinhos kwa mara ya kwanza mara baada ya kumwona
tu amepata majeraha, leo anarejea. Licha kufanya vizuri, la haula, kwa kiwango cha namna hii. Pasi nzuri anapiga Carlinhos, kwa mara ya kwanza anaingia, pasi ya hatari. Nafasi bora anaipata Waziri Junior Shentembo, lakini Carlinhos mlinzi huyu wa kushoto, mlinzi wa kulia wa timu ya African Lyon kamkanyaga sahihi kabisa, na Adiumu analia. Kabil African Sports katika ligi daraja la kwanza Tanzania bara. Nikukumbusha kwamba matangazo haya yanapatikana pia kupitia UFM Radio 107.3 kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam, Zanzibar, Pwani na maeneo ya jirani. Matumizi ya nguvu hivi sasa, wachezaji wanashindwa kutofautisha kati ya toughness na rafu. Said Juma Makapo, Kibwana Shomari, haya kubwa toki. Mchezaji mwingine ambaye amekuwa katika kiwango bora sana, anamuinua Cedric Kaze, ya shuti zuri, jaribio zuri, lakini kipimo chake hakikuwa sawa sawa, lakini unaona ule uthubutu wa kutaka kufanya jambo pale. Yasin Ngaliwa weka sasa, Zawadi Mawia anasimama imara. Carlinhos ni dhahiri shahiri, kadi ya njano haimhitaji mwamuzi kufikiria mara mbili. Emmanuel Daudi, miongoni mwa viungo ambao wanatumia nguvu kwelikweli. Hii kama Rashid Lukindo na Abubakar Malika anakwenda nje. Faida ya kuweza kuwatumia, na hata kanuni za ligi kuu ya Tanzania bara, weka vizuri kule goalkeeper Victor anacheza Lawrence. Hata katika kanuni inaelekeza kwamba unaweza ukawatumia watano katika mchezo mmoja wa ligi kuu. Tuisila Kisinda acheza Yakuba Chibanda tena, Zawadi Mawia, Carlinhos, Yasin Mustafa, Yasin Mustafa, Zawadi Mawia, naweka tena Yasin Marechera, jaza mbele. Yasin anaruka na ukosa, na wakati wanacheza madhambi, kipenga kinapulizwa ya kwenye mpira ambao ni wa kichwa. Yasin Mustafa karuka. Haya, cheza mpira hafifu. Carlinhos weka pasi ile ya upendo. Waziri Junior napoteza mpira ule, natolewa nje na Pascal John. Fahadi forward. Waziri Junior anakwenda kwenye bench. Fahad, toto kama hivyo ukiviangalia vinakuwa na mambo mengi kiwanjani. Ngoja tuone wako mitaani huko nao waupende zaidi mpira na waongeze juhudi. Haya, nakwenda sasa Cuthbert, weka vizuri, anajaza ule mpira, hakuna mtu wa kuunganisha. Kwenda mpira ule nje na kwenye goal kick. Kuba anageuka kama pia anakwenda anaingia. Haya sasa forward. Tuisila Kisinda, Zawadi Mawia, Yasin Mustafa, Carlinhos, mashoto toa nzuri, hata hapa anafika, anacheza vizuri Musa Januari. Haya, huyu ni meneja wa uwanja huu wa Azam Complex
kitu Kiakala, mwanamama ambaye juhudi zake zinatambulika rasmi. Ni miongoni mwa wanamama wachapa kazi, na hii ndio dhoruba ambayo alipata mchezaji wa African Lyon Yasini Mustafa, akatimiza majukumu yake. Nizar Salfan, ukimwangalia tu Said Mashoto, Karinyos weka kule kanda mpira nje kule, goal kick Yakuba, na mpira umekwisha. Dakika 90 za mchezo huu wa kirafiki baina ya Yanga dhidi ya African Lyon zinamalizika kwa Yanga kupata mabao matatu na African Lyon wakiwa wamepata bao moja. Bila shaka maafisa wa Yanga kipimo hicho kimewaridhisha. Namwona Hel Saidi akiwa na furaha pale. Senzo pia wanapongezana na Tesana Masudi Lienye. Yanga 3 African Lyon 1.